Kwa hiyo nataka nieleze na nitumie jukwaa hili kuendelea kuwahimiza sana viongozi wa mashirika na taasisi mbalimbali za serikali kuendelea kuiamini taasisi yetu ya IGA kwa kazi nzuri inayofanyika ambayo imekwisha fanyika, ambayo kwa kweli kwangu mimi kama kiongozi ndani ya serikali ina demonstrate readiness ya kuisaidia serikali na taasisi zake kuweza kufikia sehemu nzuri. Na katika eneo hili kwa kweli nataka nikupongeze sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kuifanya ya kusimamia na mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia bado ziko changamoto nyingine ambazo changamoto hii kwa kweli ni kusema ni kutokana na matumizi ya sofa ya mifumo ya serikali. Tumekuwa na changamoto kubwa sana. Na changamoto hii ndio ile ambayo nimeeleza mwanzo, ambayo sasa hapa nimejaribu kuipanua katika maana ya kusimulia. Bado tunao watumishi wa serikali au watumishi wa umma kwa lugha nzuri ambao bado wameendelea kutumia mitandao binafsi kurusha taarifa rasmi za serikali. Kwa mfano, anakuja mfanyakazi, kwa mfano leo hii mimi nataka kutuma taarifa ya serikali kama waziri kwenda kwenye wizara nyingine au kwenda kwenye hata ndani ya management yetu, natumia mifumo hii ya Gmail, Yahoo, Hotmail. Nataka nikuhakikishieni wafanyakazi wenzangu au watumishi wenzangu wa umma, tunachokifanya ni jambo la hatari sana. Serikali kupitia IGA imetengeneza mfumo rasmi wa mawasiliano kupitia tanzania.go.tz, lakini pia ile e-government ambayo inatupa access sisi watumishi wa umma kutuma taarifa na kubadilishana taarifa katika mfumo iliyo salama sana. Lakini bado wako baadhi ya watumishi wa umma ambao wameendelea kutumia mifumo hii sio rasmi ambayo mara nyingi inafanya wakati mwingine dokumenti zilizo nzito, nyingine za siri za serikali kuonekana kwenye mitandao. Wako watu wengi sana ambao wao kwa kutoona umuhimu wa dokumenti zile na maneno yale ya siri na nini, wanaamua kwenda kuzibandika katika mtandao. Kwao wao ni furaha, lakini kwetu sisi ni jambo la aibu. Mimi binafsi yangu kama waziri nataka nitoe maelekezo yangu kwa watumishi wa umma kwamba jambo hili liwe marufuku kuanzia leo pia. Maana tumekuwa tunaelezana mara kwa mara, lakini tumeendelea kuona mianya ikiendelea kutoka, lakini pia tumeendelea kuona dokumenti za serikali zikiendelea kuwepo katika mitandao isiyo rasmi, na dokumenti nyingine kama mnavyojua ziko baadhi ya ofisi zetu ambazo sisi hatujadili vitu, tunajadili maisha ya watu. Sasa dokumenti ambayo umejadili mtu, umetoa taarifa za mtu, alafu inakwenda zinavuja katika mitandao, unatakiwa ujue ni hatari gani ambayo unaiweka katika maisha ya wenzako wanaotekeleza. Niwaombeni sana watumishi wa umma, muendelee kuamini watumizi wa mitandao ambayo imetengenezwa rasmi na wenzetu wa IGA kwa niaba ya serikali, ili tuweze kulinda utu, lakini pia tuendelee kulinda usalama wa serikali yetu.